na watu wake kwa ukali wa upanga. Mstari wa 14, Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa taufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Haleluya. Amen. Sasa sikiza vizuri, na nataka tupate ufahamu mzuri kwenye title ya somo tunalojifunza, kutembea katika ushindi kwa njia ya maombi. Tunapozungumzia maombi kwa lugha pana sana, sio rahisi sana kufikiri kuna ushindi mtu anaweza akaupata kwenye maombi, hasa kama mtu hana ufahamu wa kutosha kuhusu maombi. Na kwa neema ya Mungu niko hapa kufundisha ili uweze kupata maarifa namna gani tunaweza kutembea katika ushindi tulionao katika Kristo Yesu kwa njia ya maombi. Kwa nini kwa njia ya maombi? Kwa sababu maombi ni jambo la rohoni, na ushindi wetu sisi unaanzia rohoni. Na leo kwanza kufafanua kwa nini ushindi, kwa nini tunatembea kwa ushindi kwa njia ya maombi. Kwa sababu tu maombi ni jambo la kiroho, na ushindi wetu sisi unaanzia wapi? Rohoni. Maana yake kama mtu aliyeamini Kristo Yesu, bila kujali mwilini utakuwa na nguvu kiasi gani na uwezo kiasi gani, bila kujali mwilini utakuwa na silaha zenye nguvu kiasi gani, kama katika ulimwengu wa roho utakuwa dhaifu, hauwezi kushinda vita yote. Amen. Si ni kweli? Biblia inasema mfano sasa kwa habari ya Musa, Haruni, Huri pamoja na Yoshua. Walikuwa wanaenda kupigana na Waamaleki. Alafu Musa akamwambia Yoshua, wewe utaenda kupigana, lakini mimi, Haruni pamoja na Huri tutakwenda juu ya kilele cha mlima. Sasa ule mstari wa 14 unaonyesha kwamba mipango alikuwa anaifanya Musa, utaratibu huu wa kwamba wengine wakae mlimani na wengine wapigane, ni mpango ambao uko kwenye maelekezo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 14 Mungu anaonyesha alikuwa anafuatilia mambo haya. Akasema habari hii iandikwe, ikawe ukumbusho. Maana yake Mungu alikuwa anafuatilia. Kwa hiyo hata maelekezo ya kwenda mlimani, kwenye kilele cha mlima, alafu kushika fimbo ya Mungu na kuinua juu, ni maelekezo kutoka kwa Mungu. Amen. Sasa Biblia inaonyesha kitu cha ajabu kwamba wakati Musa ameinua fimbo juu, ameinua mikono yake, kule chini Yoshua alikuwa anapata nguvu za ajabu za kuwapiga Waamaleki. Na wakati mikono ikawa inachoka, lakini aliposhusha tu mikono, Biblia inasema Waamaleki wakaanza kuwapiga wana wa Israeli. Unaweza ukashangaa kwamba Yoshua ndo ameshindwa kupigana na yeye anaona kabisa anapambana, ila Biblia inaonyesha ushindi huu unatengenezwa na walioko juu ya mlima. Na ndio maana walioko kwenye mlima wakifeli, bila kujali Yoshua na silaha zenye nguvu kiasi gani, alikuwa anafeli. Sasa nataka nikuchukue kwenye picha hii kwamba walioko kwenye mlima ni ulimwengu wa roho. Amen. Na ndio maana walienda Musa nabii na Haruni kuhani. Kwa ni watu ambao wanadeal na spiritual side, wanadeal na ule upande wa kiroho. Wao wakasema sisi tutakwenda mlimani. Sio kwamba ni wavivu au wanaogopa. Biblia inasema Musa alipoinua mikono, Yoshua akawa anawapiga Waamaleki, anawashinda. Lakini aliposhusha mikono yake, Waamaleki wakawa na nguvu juu ya wana wa Israeli. Maana yake wakiwa katika ule mlima, kimwili tunaona wako juu ya mlima, lakini kwa sababu yuko nabii na kuhani, wao walikuwa wanatengeneza kitu katika ulimwengu wa roho. Hicho kitu kinaitwa ushindi. Sema ushindi. Sema ushindi. Na anasema huku chini Yoshua alikuwa anapigana, alafu huku juu Musa ameinua mikono yake, lakini mikono yake ikaanza kuchoka, inakuwa dhaifu. Alafu Biblia inaonyesha kwamba kanuni Mungu alichokuwa anataka ni mikono iwe juu. Uwe mikono ni mizito, hakikisha iko juu. Iwe umechoka, hakikisha mikono iko juu. Iwe unasikia kuomba, hakikisha unaomba. Iwe hautaki kuomba, hakikisha yaani wewe fanya, nikiomba ninatembea nimechoka, kaa. Nikiomba nikiwa nimekaa nimechoka, lala. Cha msingi mikono iwe juu. Na ndio maana Biblia inasema Huri na Haruni wakachukua, yaani kanuni kwa mikono iwe juu, wakaitengemeza kwa mawe. Cha msingi mikono iwe wapi? Iwe juu. Kwa kumbe kanuni ilikuwa sio kwamba lazima uinue mikono yako wewe mwenyewe. Hata kama kutatokea kukushika, cha msingi mikono iwe juu. Amen. Alafu Biblia inasema akiwa ameinua mikono yake huku chini Yoshua alikuwa anapata nguvu ya kuwapiga Waamaleki. Yaani ana nguvu ya kushinda. Na sasa nimekuambia huku kwenye mlima ndio ulimwengu wa roho. Amen. Alafu Paulo akaambia Timotheo, waambie wanaume wanaposalisha
Wainue mikono yao, haleluya, mitakatifu ikiwa safi. Maanake kumbe kuinua mikono ni jambo la kawaida. Unaweza ukaa kwenye ibada hapo na kuinua mikono, is a normal thing. Lakini kwa watu wanaofahamu mambo ya rohoni, it's very powerful. Kwa sababu kuna mtu mmoja aliinua mlimani, watu wakawa wanashinda vita. Maanake unaweza ukaa ibadani ukasema, kupiga magoti sio lazima. Na ni kweli hatuwezi hata kuelezea kimwili tukamwambia, lakini kuna mtu aliinua mikono yake, alafu watu wakashinda vita. Kuna mtu alipiga magoti, mvua ikanyesha. Ni kawaida. Kuna mtu alifanya katika namna hiyo inaonekana kimwili, lakini kulikuwa na impact rohoni. Unaanza kuyaheshimu maombi kama utaheshimu kwenye dimension hii yana control ulimwengu wa roho. Kama utaheshimu kwamba maombi ndio yanayotawala ulimwengu wa roho, mtu anayeomba ndo atakuwa na nguvu ya ulimwengu wa roho, utaheshimu maombi. Na ukijua kwamba kila kinachoonekana katika mwili kimeanzia rohoni. Haleluya. Huku chini Yoshua yupo, hatufahamu kwamba alikuwa anawaona kinachoendelea, ila alikuwa anashangaa, mbona anaanza kuwapiga? Na hapa katikati tena anaanza kuishiwa nguvu. Hiyo inaweza kufanana na maisha ya mtu aliyeamini, aliyeokoka, kwamba kuna wakati anaona yuko vizuri kiroho, nasema lakini mbona anaanza kunyong'onyea? Nikupe point moja wapo. Ukiona unaanza kunyong'onyea katika maisha ya kiroho, hebu tazama kama mlimani kuna mtu. Hebu jiangalie kama maisha yako ya maombi yako vizuri. Yaani ukiona mbona kama Waamaleki wananipiga? Mbona kama tamaa zinanipiga? Mbona kama Sinai inaninyemelea? Mbona kama, hebu angalia mlimani kama Musa na Haruni wapo. Hebu tazama kwanza, kwa sababu sio ukawa unapambana vita ambayo huwa inaanza kutengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana nikasema ni kutembea katika ushindi kwa njia ya maombi. Kwa sababu tunapozungumzia mlima kiroho, tunazungumzia maisha ambayo ya kuwa juu. Maisha ya mlimani ni maisha ya maombi. Amen. Kwa tafsiri nyingine tungesema Musa na Haruni walikuwa wanaomba, alafu huko chini vita inaendelea kupigana. Maana yake kumbe ndivyo ambavyo tunaweza tukafanya maamuzi mengi ya vinavyoendelea huko chini. Hata kama huko chini hawajui, lakini sisi tuko mlimani. Wanaweza kuwa wamekaa bungeni, wabunge na mawaziri, lakini wanajikuta wanasukuma kufanya maamuzi ambayo pengine ni kinyume hata na rais. Lakini kumbe kuna watu wamekaa mlimani wanatengeneza kitu roho. Haleluya. Watu ambao wanafahamu siri ya ulimwengu wa roho ndio wana uwezo wa kuyatengeneza mambo kwenye mwili. Au kwa tafsiri nyingine, watu walioko mlimani ndio wana uwezo wa kuyatengeneza mambo bondeni. Watu waliokaa juu pamoja na Haruni na Huri na Musa ndio wanajua huku chini sisi tunaamua ashinde Yoshua au ashinde Amaleki. Haleluya. Na sisi pia tuko kwenye huo mlima. Amen. Biblia inasema ametufufua pamoja naye, akatuketisha katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Alafu kwenye ile Waefeso 6:12 sasa ndio anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Maana yake kumbe huu ndio ulimwengu wetu wa kujidai. Mimi Musa siwezi kushika panga na kuanza kupigana na mtu. Mimi Musa siwezi kushika fimbo, lakini ninaweza kuinua mikono yangu. Mimi Musa siwezi kuja kupigana na hili jeshi, lakini naweza kuinua mikono yangu. Mimi siwezi kuingia bungeni, lakini naweza kuinua mikono yangu. Nikiinua ninabadilisha kwa kataa kubadilika. Tukiinua tunafanya maamuzi ambayo watu wa kawaida hawajawahi kufanya. Kwa sababu sisi tunajua siri ya ulimwengu wa roho. Unaanza kutembea kwenye ushindi ukifahamu kwamba kushindwa au kushinda ni katika ulimwengu wa roho. Kama adui amekupiga rohoni, no matter huko mwilini unaweza ukajitutumua vipi, utakutana na mwanaume ambaye ana nguvu, ana misuli, lakini anakuambia nikilala usiku wanawake wanakuja wanalala na mimi. Yaani majini mahaba yanamnyonga mtu na misuli yake. Na misuli mikubwa yake anakuambia mimi shida yangu nikiona wanawake. Yaani nikiona tu mwanamke nakosa nguvu. Ushasikia mtu ambaye anafanyiwa uchawi limbwata, wanaume wanalogwa? Mwanaume mimi nishakuona mwanaume anapiga watu mtaani ila mke wake ampiga, afu mke wake ni mfupi. Yeye ni mrefu lakini hawezi kumpiga hata kibao. Kuna baba mmoja nakumbuka alikuwa anapiga sana mke wake. Kumbe mama mzazi huyo mwanamke ni mchawi. Akasema nitakutengeneza. Na kweli alimtengeneza. Anakaa naye jirani kabisa. Akawa anaweza kupiga watu wote mtaani kasoro mke. Hawezi kupiga mke wake. Kwa nini? Kwa sababu hawajadili naye kimwili, wamedili naye kwenye ulimwengu wa roho. Kumbe kuna vitu no matter how bigger they are in the physical, kama utapata siri ya kuvitawala kwenye ulimwengu wa roho, utavikalisha chini. Yaani mganga wa kienyeji ameweza kumfunga mwanaume wa Kisukuma, ameweza kumfunga Mkuria asipige mke. Mkuria amefungwa lakini ana misuli, ndio maana anafanya kazi ya kubeba zege. Lakini akifika kwa mke rohoni amenyamazishwa. Alafu sisi
Watu walioamini wanafeli, wanaanza kuja wapi? Mwilini. Wanaanza mwilini ukipambana nalo unapigwa ngumi, maana la misuli. Lakini ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, ananyamaza, kama ambavyo kwa zaidi hata waganga wanavyonyamazisha. Kuna falme ambazo zinaonekana falme za wanadamu, kama ambavyo tunaona serikali, vitu unavyoviona mwilini, ukivichia kwenye mwili utajiona ni dhaifu. Lakini ukivichia katika ulimwengu wa roho, utajua hivi vitu ni dhaifu sana. Utajua kwamba rohoni sisi tunayo nguvu kubwa zaidi. Amen. Ni kweli kwenye ulimwengu wa mwili tunaweza kuwa tunaonekana kama paka, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni simba dume. Haleluya. Kwenye ulimwengu wa roho ni simba dume. Sasa wewe ukitaka kwenda na mwili wako wa nje, wanaona ni paka, watakurushia samaki. Lakini ukienda na mwili wako wa simba wa ndani. Haleluya. Nilikuwa naambia Pastor Leo, nikamwambia nijifunza jambo moja kwa Elisha kuhusu malezi ya kiroho. Elisha amekaa na Elia. Ukiangalia tabia nje ya Elia ni tofauti na alivyokuwa Elisha. Lakini Elisha hakuwahi kumind tabia yake nje. Elia alimind kuhusu spirit yake. Maana yake yeye alikuwa anaangalia spiritual side. Aligundua utiisho, mamlaka, unabii ni spiritual. Sio namna huyu jamani ana hasira sana, akisemeshwa tu kidogo anashia moto. Hiyo alimwachia. Ndio maana hakuna mahali Elisha alifisha moto. Lakini alijua my spiritual father has something in spirit. This is what I want. Unajua faida kubwa tuliokuwa kwenye kizazi chetu, tunaanza kutafuta mababa kwa kuangalia mwingine. Na kati afu spiritual. Nilikuwa naanza nikiwa kwenye gari nikasema, mtu anayetafuta baba akiwa mwilini anatakiwa aondoe neno spiritual father, remove that word spiritual, remain with father. Kwa sababu ukishaka spiritual, maana yake you have to consider spiritual. Amen. Ndivyo ambavyo sasa Musa anaonyesha, Mungu anaonyesha kanuni ya ajabu kwamba hawa wamepanda mlimani. Alafu huku chini kuna vita. Sio kwamba alikuwa akifanya hivyo wakati wote. Lakini Mungu ametuonyesha kwamba hata vita vingine walivyoshinda, na neno la Mungu likasema walishinda kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao. Ni kuonyesha kwamba haikuwa kwa uwezo na kwa nguvu, bali ni kwa roho ya Bwana. Na hii inatufundisha na sisi kwamba ushindi wetu uliohakikishwa kwa ulimwengu wa roho utaonekana katika mwili kama tutatembea nao katika roho, kama tutaufuata katika ulimwengu wa roho. Amen. Amina. Kuacha bangi, sigara, ukimwambia mtu yote wa mwili anakuambia ni ngumu sana, haiwezekani. Kuna mtu mwingine anafikiria asema no, kwa kiwango cha tamaa ya zinaa nilichonacho siwezi. Yaani amesema na ameshika Biblia hapo alipo. Yes, ameshika Biblia kabisa ambayo Musa na Haruni walipanda wapi? Mlimani, na huku chini wakashinda vita. Ila anasema haiwezekani. Ni kweli yasiwezekana kwa wanadamu. Yaani neno wanadamu ni kuonyesha yasiwezekana kwa walio mwilini, yanawezekana kwa walio rohoni. Kwa Mungu yanawezekana. Na ndio maana Mungu alivyotuokoa kwa njia ya Kristo Yesu, hajatuweka kwenye side ya Adamu wa kwanza. Ametuweka kwenye side ya Adamu wa pili ambao ni wa kutoka mbinguni. Ili tuweze kufahamu, Biblia inasema kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu 3:31, yeye aliyetoka juu, yu juu ya yote. Maana yake principle ni kwanza atokee juu, kwa sababu huwezi kuwa juu ya yote kama hujatokea juu. Na ndio maana ametuweka juu pamoja naye, kuonyesha kwamba yote unayoyafahamu yako chini yetu. Haleluya. Sasa hii inawezaje ikawa kwa halisia? Vitu mambo ya rohoni yanakuwa halisia kwa kanisa zifuatazo tatu za msingi. Ya kwanza yanakuwa halisia kwa imani. Yaani amini ushindi ulionao. Amini mimi nimeshinda magonjwa yaliyopo, yatakayokuja, yenye majina na sio majina. Yaani jenga imani, na imani yako inajengwa kwa neno. Jijengee imani. Baba alitufundisha hapa kuhusu mtu mwingine anasema tu anajua kweli natakuwa nipone, lakini imeandikwa wapi ajui. Au mwingine anasema tu nitapona kwa mapenzi ya Mungu, hajui kwamba uponyaji ni haki yangu ambayo unapaswa kulazimisha, na yote nini bila haki unapaswa kumwamuru aniachie. Ndivyo ambavyo pia mtu anaweza akawa anafahamu kabisa mimi kuna hatua ya kiroho, yani kabisa neno la Mungu linashuhudia sipaswi kuwa hivi. Sasa kwa sababu unapaswa kulizika, unapaswa usimamie hilo neno. Amen. Lazima ulisimamie neno unaliamini. Ushindi wako unaanza kujengwa na imani. Unajenga imani kwamba mimi ni mshindi. Neno la Mungu limesemaje? Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Kwa maana unajua kabisa mimi ni mshindi, unajenga imani. Jambo lolote la kiroho, hata uponyaji, ni chochote unaanza kukijenga na imani. Jambo la pili ambalo hili ndio linapuuzwa sana, linalofanya vitu vya rohoni viwe halisi, ni ufahamu. Maarifa, ufahamu. Yaani unakuwa na spiritual understanding. Wakolosai 1:9, ufahamu wa rohoni. Ule uwezo wa kufahamu. Yaani kama huna ufahamu, Biblia inasema watu wenye vyeo
wafalme wamechukuliwa mateka kwa sababu ya kukosa kuwa na nini? Maarifa. Isaya 5:13. Pamoja ni mtu mwenye cheo, maana yake ana sauti, anaweza akatumia cheo chake, anaweza akatumia mamlaka yake au fedha, lakini kwa sababu tu ya kuwa na ujinga kichwani, kwa sababu ya kukosa ufahamu, amechukuliwa nini? Mateka. Akasema Yeremia akaomboleza akasema, kuni zetu twauziwa, kuni zetu twauziwa, na maji yetu tumekunywa kwa hela, kwa fedha. Yaani kabisa hizi kuni ukiziangalia hizi ni za kwenye msitu wetu, lakini huwezi amini mpaka nizitumie lazima nilipie. Afu Paulo akasema mrithi ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ijapokuwa ni bwana wa yote. Wagalatia 4:1. Yaani maana yake ignorance. Neno mtoto liloandikwa pale kwa Kigiriki ni napios. Neno napios maana yake ni ile mtoto mchanga. Yaani ongelea kuwa mtoto wa Mungu. Anasema mrithi ajapokuwa mtoto, maana yake bado ni kama hakaelewi haki zake. Hakana tofauti na mtumwa, ijapokuwa ni bwana wa yote. Baba alisoma maandiko yale kwenye kitabu cha Yohana akasema, akaonyesha Yesu alisema kwamba alionayo yote Baba ni ya nani? Ni ya kwangu. Lakini na sisi tuko kwenye nafasi ya Bwana. Maana yake yote ni ya kwetu. Lakini yanaonekanaje ni ya kwetu katika uhalisia? Ufahamu. Tunapotoka kwenye utoto. Haleluya. Paulo akasema, nilipokuwa mtoto nilifikiri kama mtoto, niliwaza kama mtoto, nilifahamu mambo kama mtoto. Lakini sasa nimekuwa mtu mzima, nimebadilisha mambo. Maana yake wote tunaojifunza hapa, hii hekima unayopata na maarifa ni nguvu pia kukusaidia kubadilisha mambo fulani ya kitoto. Yale ya kusema kwamba nasikia ugonjwa lakini Mungu anaweza akawa ananipitisha. Akupitishi Mungu hapo. Ukishakuwa na ufahamu unakataa. Amen. Imagine mtu kama Paulo anaambiwa kabisa kwa unabii, tena kwa unyenyekevu, huko unaenda utakufa. Na anaambiwa kabisa ni Roho amesema, ameshuhudia haya, lakini kwa sababu anafahamu haki yake ya utumishi, imenipasa hata kama nikufa nife, lazima injili iende huko, inaenda. Vipi kuhusu unapofahamu haki yako ya afya ya kiungu kama mtoto wa Mungu? Unajua kwa mfano Mungu alifundisha hapa Apostle Mbele kwamba Mungu ametokea maisha ambayo sio ya kustruggle. Kwa hiyo hata unapoamini, kwa mfano wewe amini, haupaswi kustruggle kuishi maisha matakatifu kama watu ambao hawajaamini. Kwa mfano ndani hapa hajawahi kunywa pombe kabisa. Je, waka kilevi. Na wengi kama unajua hivi, ukipita sehemu baa hapo, ukiona watu wanakunywa, unashawishika kidogo. Sio hujawahi kunywa, sio? Unashawishika labda, jamani nishikeni, au siwezi kupita hii barabara peke yangu, nahitaji nipite na mtu. Au nikipita hapa natakiwa nipite bila hela, kwa sababu nikipita na hela nitajikuta nimenunua. Kwa sababu kwanza ni kitu hakipo ndani yako kabisa. Si ndio? Ila unajua huo mwili unaweza ukapandikizwa hicho kitu na ukawa na tamaa ya pombe kabisa. Maana yake ukiona hivyo, huo ni ushindi uko ndani yako tayari kwamba mimi sina hiyo tamaa ya pombe. Si ndio? Sasa ndivyo ilivyo. Ambavyo mtu akiwa ameamini, haupaswi kuwa kijana akiwa sema, yaani mimi nikiona binti huu ndio udhaifu wangu. Sasa tunashindwa kutofautisha wewe na ulimwengu huu. Nampenda Yesu. Yesu anapenda kutofautisha sisi na dunia hii. Akaanza kusema mimi sio wa ulimwengu huu. Lakini sio mimi peke yangu, hata ninyi, hata Yesu acha utatu, tunasikia njaa. Ndio, pamoja na njaa duniani, Yesu sio ulimwengu huu. Yesu, lakini wewe unaondoka, sisi tunabaki. Ni sawa. Lakini pamoja na hayo, Yesu sio ulimwengu huu. Sasa tunafanyaje duniani? Ninyi ni mabalozi. Ninyi ni mawakili wa siri za Mungu. Kana kwamba Mungu anasifu mioyo yetu. Tutakuja lini sasa huko aliposema uraia wetu ni wapi? Ni mbinguni. Duniani sisi ni wapitaji. Kwa kumbe inatosha kuwa unafahamu kwamba tumeshatofautishwa na watu wa dunia hii. Na hiyo inapaswa ianze kuja kwenye ufahamu. Amen. Inapokuja kwenye ufahamu wako, kwa sababu mambo yaliyoko duniani yanaanza kutuchangamotisha kwenye akili. Ndio maana hata ukitana na mtu ambaye hajaokoka, huwa challenge yake sio kwamba ukitana kuulizia moto. Anakwambia tu, na wewe umeokoka? Nyie mmefuata tu kuolewa. Kanisani nyie mabinti mmeenda tu. Yaani hilo neno dogo hilo, na kama moyoni mwako hujaliweka neno, hauna hekima ya kimungu, linaanza kukuchallenge taratibu. Taratibu. Kama ambavyo pia kijana wa kiume naona umeokoka, utashindaje tamaa? Alafu unasema, "Alafu kweli." Hiyo sio kweli. Kweli ni neno la Mungu. Amen. Siku moja nilikuwa nasoma, nikapata ufunuo Bwana wa kusimamia kweli.
Yaani nikafahamu kwamba kumbe hata mtu akiwa ameiba sio kweli, ila ni ukweli. Kama ambavyo daktari akisema una kansa ni ukweli na sio kweli. Kwa sababu truth is what is aligned with the word of God. Kweli nasema ameyachukua madhaifu, ukweli unasema una kansa. Unasimamia nini? Kweli. Amen. Mimi nasimamia kweli. Maana kumbe kuna taarifa hata ukizisikia, unaona kabisa, usiseme kwamba ni ukweli, sio ukweli kwa sababu it's not aligned with the word of God. Haikubaliani na neno la Mungu. Inaanza kuwa kweli, inakuwa kweli kama imeandikwa. Inakuwa kweli kama imeandikwa. Kama haijaandikwa au kama Mungu hakusema, sio kweli. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli. Haleluya. Maana yake kitu kingine, kweli ni nini? Ni kile ambacho Roho wa Mungu anashuhudia. Kweli ni nini? Roho anashuhudia, kwa sababu anaitwa Roho wa kweli. Kwenye kitabu cha Yohana 16:13. Alafu huyo Roho, Biblia inasema anashuhudia pamoja na roho zetu. Sisi ni watoto wa Mungu. Unajua kwa nini anashuhudia? Kwa sababu kuna mazingira tunakutana nayo yanaanza kukuonyesha wewe sio mtoto wa Mungu. Hivi unajua kuna mtu uko hapa, kuna injili kaja kuhubiriwa hapo, umeokoka, ila unaweza ukaja kuokoka tena. Usije ukafikiri ni unyenyekevu sana mbele za Mungu. Ni kutokujitambua. Yaani maana yake imefikia wakati wewe mwenyewe umeukana hata wokovu wako, kiasi kwamba unataka tena kufanyaje? Kuokoka. Maana yake, na unamuuliza mtu mmoja ananiambia nataka uniongoze sana niokoke tena. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ninaota ndoto nalala na wanaume. Sasa imeandikwa wapi kwamba ukiota hiyo ndoto sio mwana wa Mungu? Where it is written? Wapi imeandikwa? Kuna kweli yoyote ya kwamba ukiota hiyo ndoto sio mtoto wa Mungu? Kama haipo, manake kama haipo, ulipaswa usimamie kwamba hii ndoto mimi haihusiani na mimi. Sio ya kwangu, isingerudia tena. Inarudia tena kwa sababu umeipokea, alafu umeruhusu moyo wako kwamba nitaokoka tena. Nataka niende kuokoka tena. Ukishaonyesha hiyo point, unamrudisha Yesu mara ya pili msalabani. Utafanikiwa kumrudisha mara ya pili msalabani, lakini Mungu hafanyaji kazi za kurudia, na aliyemfufua ni Roho wa Kristo. Kwa hiyo Yesu hapa atabakia wapi? Msalabani. Kwa sababu aliyemfufua ni Mungu na alishabayaje? Alimfufua. Kwa hiyo Yesu hapa atabaki msalabani. Sema Roho Mtakatifu, wewe ni Roho wa kweli. Ninasimamia kweli ya neno lako katika Biblia ya kwamba nimepewa kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda. Katika hii habari ambayo tumeisoma ya Musa, Aroni, Huri pamoja na Yoshua wakishindana na Amaleki, kuna pointi nataka tuanze kuziona. Pointi ya kwanza ya msingi, tunaongelea mahali pasiri. Maana yake ushindi, mtu anayetembea katika ushindi kwa njia ya maombi ni mtu mwenye mahali pasiri, secret place. Haleluya. Moja ya kitu nilijifunza vizuri sana hasa nilipokutana na baba Pastor Dickson kuhusu secret place. Nilikuwa naye sifahamu kwa upana huo, alinifundisha kuhusu heart, moyo. Amen. Yaani maana yake kuna mtu anaweza akawa naomba ili majirani wasikie. Afu na mwingine anaweza kama ametulia na Bwana. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. La katadaba sataba. Ni mtu anedili na moyo wake. Amen. Kuna mwingine anaweza akawa ametoka kugombana na mwenzake na au amemtukana kabisa, na akaja akasema afu kuna mwingine hii ni ngumu. Ngoja kwanza niende nimwambie Bwana samahani yaisha. Huyu ni mtu anayejali mahali panaitwa mahali pasiri. Mahali pasiri is your heart. Ni moyo wako. Kwa hiyo ushindi unaanza kutengenezwa kwenye moyo wako. Ndio maana ukisikia mtu amevunjika moyo, ukisikia mtu amevunjika moyo wake ni dhaifu. Biblia inaonyesha wakati mwingine watu walikuwa wanapata moyo mzito, alafu akipata moyo mzito anaacha kumtafuta Mungu. Na Biblia inasema hapa kwa Musa mikono yake ilikuwa nini? Mizito. Lakini akajitahidi wakamtegemeza mikono yake. Maana yake moyo wako ndio mahali pako pasiri. Kimsingi moyo wako ndio mlima wako. Amen. Hatusemi hapa uende mlimani kama Musa, lakini unatakiwa ufahamu moyo wako ndio mlima wako. Ndio mahali ambapo utaanza kuinua nini? Mikono yako. Mungu akasema kwenye Mathayo 15 mstari wa 8, watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Unajua neno heshima linamaanisha kuabudu. Tafsiri moja, kuna tafsiri moja ya Kigiriki proskuneo, maana yake tu hana, lakini kwa kuabudu. Yaani ile unashuka mpaka chini.
Kwa Mungu anasema wananiheshimu, maana wananiabudu kwa midomo yao, lakini kumbe anataka nini? Moyo. Kwa kumbe unaweza ukatoka ukaenda kwenye mlima mrefu, lakini kama kwenye moyo wako hujaenda kwenye huo mlima haujaingia kwa mahali pasiri, bado Mungu anasema hujawahi kwenda kwenye mlima. Maana yake hii mikono tunayomwinulia Mungu ili tuweze kuona ushindi inaanzia wapi? Kwenye moyo. Amen. Ushindi wako unaanza kutengeneza kwenye moyo. Badiliko la maisha la mtu yoyote ambaye alikuwa mlevi kabisa, mzinzi aliyopindukia, linaonekana haraka sana kwenye moyo. Unajua watu wengi wanashangaa sana. Wanaona watu waliookoka ni kama vichaa. Utaaminije kwamba utaokoka ufanikiwe kiuchumi? Unaaminije tu kwamba utaenda ujifunze neno hivi kanisani, neno la Mungu ufanikiwe kimaisha? Watu wanaosema hivyo ni kwa sababu hawajui maisha yanaanzia rohoni. Na hawajui kupitia hayo maombi tuna utawala ulimwengu wa roho. Lakini mtu anayefahamu hivyo anajua kabisa, yani unaweza ukaenda kwa psychologist, unaweza ukajifungia, ukafanya jogging na nini, na bado mawazo yazina kama pale pale. Lakini ukitibu moyo wako, umetibu maisha yako. Amen. Moyo wako ukibeba ushindi, kila jambo unalotaka kwa maisha yako utashinda na zaidi ya kushinda. Na ndio maana hata ufahamu wa ushindi unaanzia kwenye moyo. Ndio maana Biblia inasema kwa macho watazama wasione, na kwa masikio wakisikiza wasisikie, na wala hawajapata ufahamu katika mioyo yao. Maana yake understanding inaanza na kwenye moyo wako. Hata kama uko nje, unajua kwa mfano, unaweza ukaletewa kama mgonjwa, mtumishi wa Mungu. Katika ile hali ya ubinadamu, ukiangalia hivi, unajua hata watu wenyewe wanasema huyu mgonjwa kwa kweli hawezi kutembea. Lakini katika moyo unasikia full convinced kwa lile neno kwamba huyu atatembea. Amen. Na ndivyo ilivyo. Maana yake lazima moyo wako uanze kuwa na ushindi, kwa sababu moyo wako ndio mahali pako pasiri. Amen. Haleluya. Angalia kwenye kitabu cha Zaburi 91, tusome kwa pamoja. Zaburi 91 mstari ule wa kwanza. Zaburi 91 mstari wa kwanza. Some pamoja uliopata. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Hivi unajua yale maneno yote kule chini ya Zaburi ya 91, atakuagizia malaika zake 10,000 wakianguka, 1000 upande wako wa kuume. Mabaya atakupata wewe, wala hataona karibia hema yako. Hayo yote yanaanza na aketie mahali pasiri. Amen. Ujasiri wa kutoka, yani uogopi ugonjwa, uogopi nguvu za giza, hauogopi nini, unaanzia kwenye chumba cha siri. Pale ndo unatumia muda wako na Mungu. Jifunze kuwa mtu ambaye unaheshimu sana hali ya moyo wako unapoenda mbele za Mungu. Sana. Kama kuna mtu hata kama unasema ni kidogo tu tumekwaza nini, yani learn to be with a pure heart. Moyo wako uko huru. Kuna mambo mengine ni mepesi sana. Kwa mfano Mungu unajua ana communicate na sisi kwenye mioyo yetu. Yaani hata wale wanasema tamsikiaje Mungu? Ni kwenye moyo wako. Na kama moyo wako umejaa vitu vingi sana, chuki, visasi, taarifa za uongo, umezijaza kwenye moyo wako, zinazuia hata kupata maelekezo. Na unakumbuka tuliona kwamba Mungu alifuatilia habari ya Musa na Haruni kuonyesha kwamba hata maelekezo ya inua fimbo juu yalitoka kwa Mungu. Maana yake kama kwenye moyo wasingekuwa na huo utulivu, wasingeweza kusikia Mungu anasema nini kwa wakati huo. Mahali pako pasiri ni moyo wako. Ndio chumba chako ambacho Yesu alisema ufunge milango, ufunge na dirisha. Ndio chumba chako ambacho anasema Baba unaye sirini. Kwa sababu Paulo mtume alisema ni nani ajuaye mambo ya mwanadamu isipokuwa roho ya mwanadamu. Alafu anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho wake, kwa sababu yachunguza hata leo mafumbo ya Mungu. Kuonyesha kwamba kinachobeba siri ni moyo. Kiasi kwamba hakuna anayejua siri za moyo isipokuwa moyo wa mtu mwenyewe. Alafu yupo mwingine ambaye anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa kumbe mahali pako pasiri ni moyo wako. Na ndio maana kuna vitu ambavyo ukitengeneza ndani ya moyo wako, hata kama watu hawajajua nje, hata kama watu hawajafahamu kwamba huyu mtu anamtafuta Mungu kwenye eneo fulani, kwa nje tu matokeo, majibu yataonekana. Haleluya. Amen. Kwa natembea siku moja, kanaambia mtumishi wa Mungu ambaye tulikuwa tunakule tunafanya huduma. Akasema kuna wakati unakutana na mtu unaona amefungwa kabisa.
Yaani unaona kabisa wamefungwa na mapepo na nguvu za giza, anahitaji msaada. Wanaambia ni kweli, baba mwenyewe nikiona hivi, lakini natamani msingasema sasa mimi naomba ujasiri wa kwanza kuwasemesha watu. Haleluya. Sasa binti mmoja akamwona, ndani kweli nikajisikia tu ile ujasiri wa Roho Mtakatifu kwamba wewe una pepo. Yaani nikaenda straight kabisa, wewe una nguvu za mapepo yakaanza kupiga kelele. Maana asingepiga kelele ingekuwa kesi kubwa sana. Kwa sababu namshutumu mtu kwa jambo ambalo unajua wote tuna uwezo wa kupasivu mambo ya kiroho. Wote kabisa. Wote kabisa. Baba alikuwa anaongea pale na akasema, yaani mtu aliyeokoka wewe kwenda motoni yani umetaka. Maonyo ya Mungu anakonya mpaka kwenye ndoto mambo yako. Kwenye ndoto. Kupitia mahubiri mpaka unafikiri mhubiri amenong'onezwa. Anaonya. Bado unakata shingo. Unasinzia my friend. Yaani na maonyo mpaka maonyo ya maandiko kabisa ya utiko alianguka. Bado unasinzia. Sema Roho Mtakatifu. Nipe uwezo wa kutembea katika uaminifu kwenye moyo wangu, mahali pangu pasiri, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Jambo la pili ambalo nataka ulione kwenye habari hii ambayo tulisoma, lakini inahusiana kutembea. Kwa hiyo maisha, unaanza kutembea kwenye ushindi kupitia maisha ya maombi unapojali eneo la siri. Eneo lako la siri na Mungu. Pata muda mwingi wa utulivu na Mungu.